kabla hujateuliwa kuwa mgombea mwenza, ulipewa heshima kama niliyoipata mimi kuwa katibu mkuu wetu wa chama. Umetendea haki nafasi hiyo, lakini kupitia kwako naomba niipongeze halmashauri kuu ya taifa chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwaka huu wa uchaguzi chama kimejipanga vizuri sana, kimejiandaa vizuri sana, na kutokana na maandalizi hayo ndio maana unaona kampeni zetu zinaenda vizuri na tuna uhakika wa kufanya vizuri. Naomba ufikishe shukrani zetu kwa mwenyekiti wetu kwa niaba ya halmashauri kuu. Maandalizi ya mwaka huu yamewezesha uongozi wa chama kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Na kupongeza wewe kwa siku 3 ulizokaa hapa. Umetuongezea furaha, umetuchangamsha, umetuonyesha faida ya utani, na hawa pia wamekulipa kwa furaha. Na kitendo cha leo naambiwa ndio kitendo cha heshima cha hali ya juu sana uliofanyiwa hapa. Umetuacha tukiwa imara kichama na kimkoa, bado moyo wa kujitolea na moyo wa kujituma umeongezeka zaidi. Tunakutakia kila laheri katika majukumu yako hayo, na inshallah tukishapata ushindi utakuwa mmoja wa wasaidizi bora wa rais wetu na mwenyekiti wetu. Mwisho, katika ziara zako zote kwa siku 3 na hotuba zako umeweka msisitizo zaidi katika mambo karibu 5, lakini mimi nitagusa mambo mawili. Jambo la kwanza, umetuhakikishia kwamba serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi inawahakikishia Watanzania na wapiga kura kwamba tarehe 29 Oktoba itakuwa siku ya amani na utulivu, na wasiwe na wasiwasi, watoke wapige kura. Hakuna mkutano wowote kati ya mikutano 5 ulioifanya ambapo hukutoa msisitizo katika eneo hilo. Tunakushukuru sana, na sisi tuko tayari kuzingatia na kushusha maelekezo hayo ngazi ya chini. Jambo la pili ulilolizungumza kila mahala ulipokwenda kwenye mikutano yako ni umuhimu wa kilimo na namna Chama cha Mapinduzi kilivyojipanga kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu ya kilimo. Umezungumzia manufaa ya kilimo kiuchumi, kiajira na kimaendeleo, lakini mimi leo naongeza bila kilimo, na nadhani mchungaji Msigwa jana aligusia, bila kilimo hakuna uhuru wa nchi. Chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4, na umekuwa ukitoa takwimu, nchi yetu ina uhakika wa usalama wa chakula. Na hili pia ni sehemu ya kumwenzi baba wa taifa. Mwaka 60 baba wa taifa alipochaguliwa, chama chake kiliposhinda cha 5, akawa waziri mkuu wa kwanza kuongoza serikali. Kazi ya kwanza ya aibu na fedheha aliyoifanya ni kwenda kuomba chakula nchi za magharibi. Na katika hotuba zake anasema ndio kazi ya fedheha aliyoanza nayo. Nchi ilikuwa inakumbwa na janga la njaa, na tukapewa msaada wa mahindi ya njano kutoka Marekani. Leo Tanzania tunajilisha na tunalisha majirani. Kwa hiyo pamoja na kwamba kilimo ni uchumi, kilimo ni ajira, lakini kilimo ni uhuru. Hatuwezi tukajitegemea na tukajitawala kama tuna njaa. Njaa haina aibu, njaa inadhalilisha. Na wapongeza sana wakulima wa Tanzania
vile vile kupitia kwenu wakulima wa mkoa wa Tabora. Sasa nataka kuona